Taarifa ambazo zimeibuka leo ni kuhusiana na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Nchimbi ameweza kujiuzuru na ametoa official statement, vyombo vya habari mbalimbali Tanzania na duniani vikiweza kuripoti taarifa hiyo. Hii inatimia mara baada ya kuwa na uvumi wa muda mrefu. Kumbukwe tulitoka kupata taarifa tu hivi majuzi kuhusiana na gazeti ambalo la Mwanahalisi lile ambalo liliweza kufungiwa wakiwa na kichwa cha habari ambacho kinaeleza kwamba Nchimbi agoma kujiuzuru, kwamba rais huyu, makamu wa rais, amegoma kujiuzuru. Kwa hiyo lile gazeti, kutokana na hicho kichwa cha habari, wakasema kwamba kwenye mizania ya kitaaluma ni jambo ambalo halipo sawa. Lakini sasa kulikuwa kuna taarifa mbalimbali zilikuwa zinaeleza za chini chini kwamba hali sio nzuri ndani ya chama. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanamuomba huyu makamu ajiuzuru, na ndio maana hili gazeti likaja na hiyo taarifa. Lakini baadaye tukaona wenye mamlaka na magazeti wakaweza kuifutia leseni takriban kwa miezi kadhaa hivi gazeti hilo. Kwa hiyo gazeti hilo lipo out of service na liwezi kuandika taarifa zake. Lakini hii leo tumeona taarifa rasmi ambayo inaeleza kujiuzuru kwa makamu wa rais huyo. Sasa bwana, kwa nini tumefikia huku? Kwa nini tumefikia huku? Tunaanzia pale ambapo uchaguzi uliofanyika wa kuwaleta hawa viongozi madarakani. Kulikuwa na maneno mengi, uchaguzi ukawa na kasoro kubwa sana. Tumeona mashirika mbalimbali yakiweza kukemea ule uchaguzi, lakini pia kulani kile ambacho kiliweza kutokea. Waangalizi mbalimbali na hata mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kuunda chombo maalum cha kuweza kuchunguza ghasia ambazo zilizotokeza katika ule uchaguzi, lakini chombo kimeundwa tena kingine kwa ajili ya kuweza kuchunguza mambo hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado alijaweza kukaa settle, na ndio maana tangu kipindi kile mpaka sasa hivi bado mambo hayako sawa. Makamu wa rais au mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yuko anaendelea na kesi yake ya uhaini, lakini makamu wa rais anajiuzuru, mambo hayajatulia, isolation imekuwa kubwa. Tumeshuhudia vyombo mbalimbali vya kimataifa ikiwemo labda Senate ya Marekani waliweza kukemea hili jambo, lakini tukaona bunge la Ulaya wote hao walikuwa wanapigia kelele hili swala. Lakini mwisho wa siku ni kama makamu wa rais alikuwa katika mwelekeo wa kukaa upande wa watu ambao wana kosoa hichi ambacho kimetokea. Tumeshuhudia kauli zake kadhaa ikiwemo kwamba anataka kufanya reform kwenye katiba, kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa mamlaka makubwa rais. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi, na tumeona mkishakuwa kwenye boti moja kama viongozi, mkitofautiana, basi yule ambaye hana nguvu mkishaanza kutofautiana kwenye fikra pamoja na mmeshindwa kukaa kwenye boti moja, ambaye hana nguvu basi ataachia madaraka. Kwa maana tunasema Waswahili wanakuambia yule ambaye mtu anakula kwa urefu wa kamba yake. Kwa hiyo mwenye kamba ndefu amebaki madarakani. Sasa nataka nikupitishe kwenye taarifa ambayo imeweza kuripotiwa hii leo. Anasema makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzulu nafasi yake na kustaafu sasa na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Katika taarifa ya umma iliyotolewa tarehe 26 Agosti 2026, Daktari Nchimbi amesema amemwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan kumjulisha uamuzi wake ambao utaanza kutekelezwa kuanzia Septemba 4, 2026. Daktari Nchimbi ameeleza kuwa uamuzi huu ni sehemu ya ahadi iliyowahi kumpa Rais Samia kwamba atamwachia nafasi hiyo iwapo ataona kuna haja ya mabadiliko. Ameongeza kuwa amejiridhisha kuwa rais anatamani mabadiliko, hivyo ametimiza ahadi yake. Aidha, makamu wa rais huyo ametoa shukrani kwa Rais Samia, Chama cha Mapinduzi CCM na wananchi wote wa Tanzania kwa imani na ushirikiano waliompa wakati wa utumishi wake. Ameahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania baada ya kustaafu. Taarifa hii inafungua ukurasa mpya wa siasa nchini, ikibashiri mabadiliko makubwa katika uongozi wa juu na serikali ya Jamhuri ya Muungano
wa Tanzania. Sasa hayo ndo yaliweza kujitokeza na ameahidi kwamba kama Samia, of course, sababu anasema kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihitaji mabadiliko, basi Daktari Nchimbi yeye alikuwa yuko radhi kutekeleza na ametekeleza, kwa maana moja kwa moja hapa hiyo. Sasa kuna kitu tunajifunza hapa kwamba Samia ndo alohitaji mabadiliko hayo, Nchimbi naye akaamua kuachia ngazi. Kwa hiyo inaonekana kwamba sio hajaridhia yeye binafsi, bali ni shinikizo kutoka kwa rais, na yeye kwenye taarifa yake amesema kwamba kama Mheshimiwa Rais akihitaji hayo, basi mimi niko radhi, na ndio hicho kimetokea. Kwa hiyo unaweza ukapigia mstari kwamba kweli ni shinikizo kutoka kwa Samia au kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwenda kwa makamu wake, kama kwenye barua yake yeye alivyoweza kuiandika hapo. Sasa nini kinafuata? Ni kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 47 mpaka 50 inasema kwanza role ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ipi? Ukija kwenye ibara ya 47 wanasema makamu wa rais ni msaidizi mkuu wa rais katika masuala ya muungano, lakini 48 inasema anahusu muda wa kuanza kushika madaraka. Inasema inamtaka makamu wa rais kula kiapo cha uaminifu kabla ya kuanza kazi. Inaeleza muda wa kuhudumu, masharti ya kujiuzulu na taratibu za kuondolewa madarakani. Kwa hiyo ukienda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia ibara ya 47 mpaka 50 utapata hapo kazi na je, makamu wa rais anachaguliwaje na anakuwaje madarakani. Lakini moja kwa moja ni kwamba anachaguliwa sambamba na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri kupitia tiketi ya chama kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo hizo ndo kazi za makamu wa rais. Lakini sasa kama amejiuzulu, nini kinafuata? Kama amejiuzulu, basi rais atachagua miongoni mwa wabunge. Atachagua miongoni mwa wabunge kuwa makamu wa rais, na kisha chagua basi bunge litapitisha. Kwa hiyo sasa hivi tutegemee miongoni mwa wabunge ambao wapo bungeni, basi mmoja wapo ataweza kuchukua nafasi ya Daktari Emmanuel Nchimbi na kuweza kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hiko ndo kinafuata. Sababu kuu Nchimbi ameeleza kwenye barua yake kwamba aliahidi bwana, siku moja mheshimiwa akihitaji mabadiliko, basi mimi niko radhi kufanya hivyo. Kwa hiyo inaonekana kwamba rais alihitaji mabadiliko kwenye nafasi yake, na hii yote imekuja kwa sababu ya kama nilivyozungumza awali kwamba mkishatofautiana kwenye mpo safari moja, mmetofautiana, basi yule ambaye hana nguvu yeye lazima atakaa pembeni, mwenzake aweze kuendelea na safari. Kwa mfano tu labda mnavuka jangwani, mwenye nguvu ndo anaweza akavuka, anaweza kustahimili shida, misukosuko, njaa jangwani. Basi wewe kama afya yako ni mgogoro, huwezi kutoboa. Kwa hiyo of course ni sawa, ni kawaida. Siwezi kumlaumu Nchimbi kutofautiana kwenye maamuzi, kutofautiana kwenye fikra, ni sawa. Lakini mwenye nguvu basi atabaki na msimamo wake. Kwa hiyo ni taarifa ambayo imejitokeza katikati ya lile sakata. Unajua tangu Oktoba 25 mpaka Oktoba 30, of course tutashuhudia mengi sana, kwa sababu yale yaliyotokea yani hivyo tumeona pressure kutoka nje wanazidi pressure wa Tanzania kwa kilichotokea tu Oktoba 25, lakini achana na hapo tu mambo mengi yamejitokeza. Kwa hiyo Tanzania kwangu mimi natabiri kuanzia tangu Oktoba 25 mpaka Oktoba 30 uchaguzi mwingine hapa katikati, Tanzania hakutakuwa na utulivu kabisa. Mambo yatakuwa ni mengi, hasa tukianza kuruhusu masuala ya nje kuingilia mambo yetu, basi naamini mambo yatazidi kuwa magumu. Bwana, tukutane tena wakati mwingine.